Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanashindwa kuishi katika ndoto zao na malengo yao, na wachache katika dunia hii ndio wanaweza kuishi katika ndoto zao na malengo yao? Siri zipo nyingi, lakini kuna siri baadhi ambazo nimekuletea siku ya leo, na ukizifuatilia hakika utaenda kuishi katika ndoto yako. Kwa majina naitwa Kobaini, niko hapa kumotivate au kuinspire uweze kuelekea katika ndoto yako na ukaweze kuishi. Kumbuka, kuishi nje ya ndoto yako ni utumwa katika dunia hii, na kuishi ndani ya ndoto yako ndio maisha halisi ya kwako. Kuna vitu ambavyo nimekuletea hapa vya kuzingatia, na ndivyo vitu ambavyo vinaofanya watu wengi wanashindwa kuishi katika ndoto zao. Jambo la kwanza ni swala la muda. Muda ni kitu cha muhimu sana, na ni kitu cha kwanza katika dunia hii, na adui mkubwa ni yule anayekupotezea muda. Kumbuka, muda hujirudi, muda hauwezi kurudi tena. Watu wengi hapa kwenye muda na malengo ambao wameyaweka kwa muda fulani waweze kuyakamilisha, lakini malengo hayo hawajayapa zile hatua au muda wa zile hatua kuweza kuzifanya ili kusudi malengo yao kuweza kuyakamilisha. Mtu anakuwa na malengo ya miaka ijayo 5 au miaka ijayo 10, atafikia lengo fulani ya kiuchumi wake, lakini hajaweka zile stages kwamba kwa muda fulani nitakuwa nimeperform kitu hiki, na hapa amejikuta kabla ya kuyatenda mambo ambayo yanampeleka katika ndoto yake kwa muda ambao alionao, anasubiria muda ufike, muda wa miaka 5 ufike au miaka 10 ufike, na ndoto yake itimilike pasipo kujiandaa kwa mwanzo. Na ukisubiria muda ufike ndipo uione ndoto yako kwamba imekamilika, hiyo sahau kufanikiwa. Mafanikio hayaji kwa siku moja, mafanikio hayaji kwa kusubiriwa, bali ni kwa kuperform na kuchukua jukumu la kuweza kupiga hatua iliyo ndogo ndogo kuanzia siku ya leo. Na kuna vitu vingi ambavyo watu wengi vinawapotezea muda, na hivi ndivyo vimekuwa adui mkubwa sana katika maisha, au vimekuwa ni viteka uchumi katika maisha yetu. Ni mfano naweza nikatolea ni masuala ya teknolojia leo, ambapo imehusisha vitu kama Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Mtu yuko halali amke asubuhi, anzie kuscroll kuangalia notifications alizotumiwa kwenye Facebook, na notification alizotumiwa kwenye Instagram, na notification alizotumiwa WhatsApp na sehemu zinginezo, sehemu mbalimbali. Na kumbuka, unapofungua notification moja unakutana vitu vingi. Kwa wakati mwingine ubongo na ukuta umeweka busy, kumbe ni kwa vitu ambavyo vinakulia muda na kupotezea malengo yako. Na ndipo watu tunapoenda kutofautiana katika swala la muda. Masuala kuhusiana na muda tumepewa ni masaa 24 tu kila mmoja. Cha kushauri kijana au mtu yeyote anayetaka kuelekea katika mafanikio yake, ni lazima kabisa azingatie katika swala la muda. Kila kitu akiweke katika muda wake, na kila mpango auweke kwa muda unaostahili, na kama kitu interact hapo katikati aweze kukipima kwamba kitu hiki kinastahili kwa wakati huu nikisikilize, au kwa wakati gani nikisikilize. Ni kibidi kabisa unapostpone kile kitu unakifanya kwa baadaye, ili kusudi, na hiki kitaturahisishia kuweza kuweka taski zetu na kuweza kuziperform katika muda sahihi na kuweza kufikia malengo yetu. Kumbuka, malengo huwa yanafikiwa kwa stage ndogo ndogo. Huwezi kuyafikia malengo kwa kufanya kitu cha ajabu au kitu kikubwa sana. Ni vile vitu au zile tabia ndogo ndogo unazozifanya ndizo zinazokuelekeza katika mafanikio yako. Kiangalia, hiyo ilikuwa sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni consistency. Kila kitu unapoanza kukifanya huwa kinaanzia kidogo sana. Hakuna ambacho kinaanzia kinalipuka tu, hapana, huwa kinaanzia kidogo sana.
unapoanza kuweka malengo yako au kuelekea katika ndoto zako, lazima uhusishe consistency, uwe mvumilivu katika mambo yako. Kumbuka kusave hata kidogo kidogo kwa kile unachokipata. Fanya mambo kama ni mazoezi, fanya mazoezi kidogo kidogo ili kusudi kuweza kuelekea katika ndoto yako. Na ukiweza katika swala hili la consistency, tayari wewe utakuwa ni mojawapo ya watu wanaosafiri wakielekea katika ndoto zao. Kitu cha tatu ni swala la watu wanaokuzunguka au marafiki. Marafiki wanaweza wakakufanya kuelekea katika ndoto yako na ukafanikiwa. Pia hao ni nguvu kubwa sana ya kuweza kurudisha nyuma na ukashindwa kufikia ndoto zako na malengo yako. Ninachokushauri wewe mwenzangu uliye katika safari ya kuelekea katika ndoto yako, angalia marafiki walio sahihi wenye uelekeo katika ndoto yako. Na si kwamba rafiki uliye naye sio sahihi, anaweza kuwa sahihi kabisa, mkao mnasaidizana, mnafanya mambo makubwa, lakini asiwe sehemu ya safari ya ndoto yako unapotaka kuelekea. Na wanasema watu waliofanikiwa katika ndoto zao wanazingatia sana kwa hapa. Wengi wao walizingatia sana katika swala la marafiki, au walibahatika kuwa na marafiki au watu waliowazunguka ni watu ambao waliwapushi kuelekea katika ndoto zao. Na kukusaidia mtu au kuwa na rafiki si mpaka kusaidia mtaji, ni wakati mwingine kusaidia kimawazo, na wakati mwingine akupa challenges namna ya kuweza kuifikia ndoto yako. Na watu wengi walifeli kuishi katika ndoto zao ni kwa sababu ya bad choice of friends. Walikosea katika uchaguzi wa marafiki au watu waliowazunguka na kuweza kuwa discourage, wakashindwa kuyafikia malengo yao kwa kukubali udhaifu kutoka kwa marafiki zao. Kama ya kwamba kitu cha nne ni hiki hapa: heshimu mawazo yako unayoyapanga. Ubongo huwa na tabia ya kuwa na mazoea. Unapoheshimu mawazo yako, mfano ukasema kwamba kesho nikiamka asubuhi nitakimbia kilomita 20, na ukaamka asubuhi ukakimbia kilomita 20, ubongo huwa na tabia ya kuadapti ile hali au kuzoea ile hali na kuweza kukumbusha kila kitu au kuweza kuweka katika hali ya mazoea. Asante sana kwa kunisikiliza, na hizo ni mojawapo ya sababu ambazo ukizingatia kabisa lazima ufanikiwe katika ndoto yako na uweze kuishi katika ndoto yako. Zingatia hili, kumbuka kulike, comment na kushare kwa wengine ili kusudi waweze kujifunza.